Miongoni mwa mechi zinazotarajiwa kuwa za kuvutia ni pamoja na mechi ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Singida Black Stars, ambapo Simba ni wenyeji. Ni miongoni mwa mechi 8 zinazochezwa kwa wakati mmoja leo hii ifikapo saa 10 kamili jioni, ambapo Simba watakuwa wakipigania pointi 3 muhimu ili kuhakikisha kwamba wanatimiza lengo lao la kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Ni katika raundi ya 29 ambapo timu zote zinacheza kwa wakati mmoja kuhakikisha tu kwamba panakuwa na fair play, uungwana kwa timu moja kutojikuta wakiongeza nguvu au kupunguza nguvu kwa kupata matokeo ya timu nyingine, ndipo mechi zote zinachezwa kwa wakati mmoja. Sasa mechi mojawapo ni Simba dhidi ya Singida Black Stars. Sasa Simba ili kutimiza malengo yao ya kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2025-26, ubingwa ambao wameukosa kwa misimu 4 mfululizo, wana mambo mawili makubwa. Yapo mengi, lakini moja ni kuhakikisha wanashinda katika mechi zao zote mbili. Ndio, kushinda kwa sababu hivi sasa kila timu ikiwa imecheza mechi 28, Simba kama zilivyo timu nyingine nayo imecheza mechi 28, imebakiwa na mechi 2 ikiwemo ya leo hii dhidi ya Singida Black Stars. Sasa lazima washinde mechi zao. Hilo ni la msingi sana. Wakishinda, manake Simba ambayo hivi sasa iko nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa na pointi 67, inazidiwa kwa pointi 2 na watani za wajadi Yanga ambao wao wana pointi 69. Na kwa sababu wote wamecheza mechi 28, Yanga pia wana mechi 2 na leo hii na wao saa 10 watacheza dhidi ya TRA United. Sasa licha ya kwamba watashinda mechi zao zote 2 ikiwamo hii wanaocheza dhidi ya Singida Black Stars, Simba watakuwa na kazi nyingine ya pili ambayo bahati mbaya sana kwao ni kwamba yenyewe iko nje ya uwezo wao, kwamba waiombee mabaya Yanga, waombee mabaya watani za wajadi ili mwisho wa siku wateleze kwa kupoteza mchezo mmoja wapo kati ya 2 zilizobaki. Yanga wana mechi leo hii saa 10 pia kama nilivyotoka kueleza awali dhidi ya TRA United, halafu mechi ya mwisho watacheza dhidi ya JKT Tanzania. Sasa Simba wakati kitekeleza wajibu wake wa kushinda mechi zake, halafu itabidi kuombea mabaya Yanga ili katika mechi hizi 2 dhidi ya TRA United, dhidi ya JKT Tanzania, walau mojawapo wapigwe, wafungwe, wapoteze. Kwa kufanya hivyo maana yake ni nini? Simba ikishinda mechi zote 2 itatimiza pointi 73. Yanga ikipoteza mchezo mmoja, walau ikashinda mchezo mmoja, itatimiza pointi 72 na hapo Simba watakuwa mabingwa. Lakini jambo lingine ni Simba kupata ushindi mnono sana, halafu wakati huo wakiombea Yanga hata ikishinda mchezo mmoja basi ishikiliwe kwa sare. Yanga ikishikiliwa kwa sare mchezo mmoja, maana yake itatimiza pointi 73 endapo itashinda moja, itatoa sare moja kati ya mechi 2 hizi dhidi ya TRA, dhidi ya JKT Tanzania. Kwa kufanya hivyo Simba wakashinda mechi zote na watakuwa na pointi 73, maana yake zitalingana pointi. Sasa kanuni za ligi kuu Tanzania bara zinaelekeza wazi kwenye sura ya 3 kanuni ya 8 kifungu cha 2 mpaka cha 9 vinafafanua kwamba pointi zikilingana miongoni mwa timu, basi jambo la kwanza linaangaliwa ni head to head, pale zilipokutana nani alikuwa na matokeo bora zaidi. Sasa Simba na Yanga zilipokutana msimu huu, mechi ya kwanza 0-0 hakukuwa na mshindi, mechi ya pili 2-2 hakukuwa na mshindi. Kwa hiyo kifungu hicho kinachoeleza juu ya head to head mlipokutana hakitoi mshindi, kinafuatia kifungu kingine kinachoeleza katika kanuni juu ya tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, kwa maana GD. Sasa kwenye eneo hili hapa Simba ndo wana mzigo mkubwa ambao bila shaka kwenye uhalisia ni ngumu kutekelezeka. Ni kwa sababu watani zao jadi Yanga mpaka sasa wamefunga mabao 65, wameruhusu mabao 9. GD, goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu ni 56. Lakini Simba mpaka sasa wakiwa na pointi hizi 67, kwenye mabao Simba wamefunga mabao 51, wameruhusu mabao 11, GD 40, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Kwa lugha nyingine wamezidiwa mabao 16. Sasa hiki ndio eneo lingine ambalo tunasema kiuhalisia ni gumu, kwa sababu wanaweza kalingana pointi na Yanga. Ikitokea Yanga wameshikiliwa kwa sare yoyote katika mechi 2 zilizobaki, wakashinda moja, watakuwa na pointi 73. Simba wakishinda zote watakuwa na pointi 73. Lakini kushinda huko kutalazimika kuwe kwa ushindi mnono sana ili kuondoa tofauti hii
ambayo ya mabao inayoifanya watani zao wa jadi Yanga wawe katika nafasi nzuri ya kutoa ubingwa. Kwa sababu hiyo basi watatakiwa wao washinde kwa mabao mengi dhidi ya Singida Black Stars na pia katika mechi yao ya mwisho. Kwa lugha nyingine, mechi ya leo hii Simba kwanza watahitaji kushinda, pili watahitaji kushinda huku uwe ni ushindi mnono. Mechi ya mwisho pia italazimika kushinda tena kwa ushindi mnono. Huku ikiombea Yanga ishikiliwe kwa sare, ishinde mechi moja, Simba itakuwa bingwa. Unaona hesabu zilivyokuwa ngumu hivyo. Ni dhahiri kwamba kwenye makaratasi hiyo inawezekana, lakini kiuhalisia ni ngumu kwa sababu mechi mbili Simba italazimika kufunga mabao zaidi ya 16, lakini wakati huo wao wakiyafanya hayo Yanga isishinde bali itoe sare, na itakaposhinda katika mchezo mwingine isiwe kwa tofauti kubwa ya mabao, kwa sababu kadri inavyoongeza mabao margin kwenye kufunga, mfano 2-0, 3-1, 4-0, inazidi kuongeza mzigo wa Simba kufunga kutoka mabao sasa 17 yatakwenda mpaka labda 19, 20 na kadhalika, kulingana na tofauti ya mabao Yanga tukaipata katika mechi hizi mbili. Maelezo bila shaka yameeleweka kwamba ni ngumu. Jambo pekee ni Simba kushinda tu mechi zao, hilo ndo linalowahusu. Lakini la pili ndio hilo la kuiombea mabaya Yanga kwamba walau ipoteze mchezo mmoja. Ikifanya hivyo ndio njia rahisi kwao kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Ni hesabu ngumu, lakini kwenye mpira wa miguu inawezekana, kwa sababu hapo kabla hakuna alitarajia kwa mfano Yanga kupoteza dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini kimsingi ni kwamba ubingwa wa Simba utategemea sio tu wao wenyewe kushinda, bali pia dua mbaya kwa watani zao wa jadi Yanga. Jambo ambalo wanaliweza zaidi ni kushinda, lipo ndani ya mikono yao, na ushindi huo unatakiwa uanze leo hii watakapocheza dhidi ya Singida Black Stars. Ni mechi ambayo Simba wanatambua. Kwenye mzunguko wa kwanza mechi ilikuwa ngumu kwenye uwanja wa Airtel pale mkoani Singida. Simba wakashinda 2-1 kwa mabao yaliyotokana na kufungwa na Anise Ura, lakini pia Eli Mpanzu Kibisawala, huku na Singida likifungwa na Mosi Ndumumwe. Sasa leo hii matarajio ni kuona Simba wakiendeleza makali zaidi kwa kujua umuhimu wa mechi hii, kama nilivyotoka kueleza kwamba wao watekeleza wajibu wao wa kushinda tu, halafu mambo mengine kusubiri yatakavyokuwa. Lakini kwa Singida Black Stars wanateremka dimbani katika mchezo huu wakijua dhahiri shairi kwamba hata wakishinda mechi zote mbili zilizobaki, ikiwemo ya leo hii dhidi ya Simba, kamwe hawawezi kuchomoka katika nafasi ya 4 waliopo. Hii nafasi waliopo Singida Black Stars wakiwa na pointi 50, hakuna wa kuwaporomosha na wenyewe hawawezi kupanda, kwa sababu timu inayoshika nafasi ya 3 ya Azam ina pointi 58 hapa ilipo. Kwa lugha nyingine, Singida Black Stars wakishinda mechi mbili wataongeza pointi 6, watakuwa na pointi 56. Halafu Azam wakifungwa mechi zote, bado Singida hawezi kuipromosha Azam kutoka katika nafasi ya 3. Lakini timu iliyopo chini yake inayoipiga pressure Singida nayo imeshachemsha, haiwezi kufikia nafasi ya 4 kwa maana ya TRA United. TRA hivi sasa ina pointi 42. Hata kama Singida watafungwa mechi zote mbili watabaki na pointi 50. Lakini TRA hata ikishinda mechi zote mbili zilizobaki ikiwemo ya leo watakaocheza dhidi ya Yanga, watapata pointi 6 ambazo ukiongeza na 42 itakuwa ni pointi 48 ambazo hazitafikia pointi 50 Singida wameshaziweka kibindoni. Kwa lugha nyingine, Singida wanateremka dimbani leo hii wakiwa na uhakika kwamba nafasi ya 4 ndio yao. Washapata tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF kwa msimu ujao, lakini hakuna kwa promosha kutoka nafasi ya 4. Lakini hata washinde idadi kubwa ya mabao kiasi gani katika mechi zote mbili zilizobaki ikiwemo ya leo dhidi ya Simba, kamwe hawawezi kuipromosha Azam kutoka nafasi ya 3. Wao watakuwa hapa katika nafasi ya 4. Kwa sababu hiyo mechi kwao Singida Black Stars bila shaka itakuwa ni kwa ajili ya heshima moja, 2 kwa ajili ya malengo ya wachezaji binafsi mmoja. Watatamani kufanya mazuri zaidi. Mosi Ndumwe amekuwa na kiwango kizuri cha upachikaji mabao, akipata fursa atataka afunge, lakini kama ilivyo kwa wachezaji wengine. Lakini vile vile kwa ajili ya weledi, professionalism, kwamba siku zote kila mechi mashabiki wa Singida Black Stars, wafuatiliaji wa mpira wa miguu wanataka kuona ushindani wa hali ya juu, kuona aliyejipanga na kucheza vyema, kutimiza mipango kazi ya benchi la ufundi ndiye anapata matokeo mazuri. Singida Black Stars chini ya makocha Papi Kimoto, chini ya Muhibu Kanu, matarajio ni kuona akionyesha kiwango bora
dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba walio kwenye kiwango bora. Simba Libase Geye, Anise Ura, Cletus Chote Chama, lakini Selemani Mwalimu Gomez. Kuna kazi kubwa kwa Singida kukabiliana na safu hii ya ushambuliaji ambayo imekuwa ikifunga na kufunga. Mechi iliyopita wameifunga Mtibwa Sugar mabao 3-0. Lakini walinzi wa Simba pia wana kazi kukabiliana na Singida Black Stars yenye tishio kubwa katika kushambulia. Ndiyo, hapa nazungumzia Rushen De Rock, Ismail Olivier Toure, lakini kina Shomari Kapombe, Anthony Mligo, wote kwa pamoja na Nixon Kibabage kwenye eneo la kiulinzi na kipao Mahamadou Tanjajibo wana kazi kubwa kukabiliana na kina Mosi Ndumwe, akina Lamin Jaju, lakini akina Ibrahim Imoro, beki anayepanda na kwa hatari kweli kweli katika eneo la juu. Lakini beki wa kulia Andy Kofi Cyril amekuwa na balaa kubwa anapokuwa kwenye kiwango chake bora. Wapo vile vile akina Ayubu Lianga, wapo akina Rupia Elvis Baranga, beki Ibrahimu Imoro anapopanda na kuwa na balaa kubwa, Andy Kofi Cyril hali kadhalika, lakini kina Emmanuel Keyeke eneo la kati, lakini wapo akina Elvis Baranga Rupia, Hoso Mwaku Malanga, top scorer katika ligi kuu ya Kongo msimu uliopita akiwa na mabao 25, amekuwa kwenye kiwango bora hivi karibuni ikipata nafasi. Bila shaka ulinzi, safu yao wekundu wa Simba, safu ya ulinzi itapaswa kufanya kazi ya ziada kukabiliana na mashambulizi haya. Kina Mosi Ndumwe yupo kwenye kiwango kizuri, Lamin Jaju ana kasi, ana mashuti, anafunga, Ayubu Lianga hali kadhalika. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Bonge la mechi hii ya heshima kwa Singida Black Stars, muhimu sana katika kupigania taji la ligi kuu Tanzania bara msimu huu kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.